Hii ni safari ya Hidden Gold. Katika maisha, watu wengi huzaliwa na ndoto za kuwa na maisha bora, kufanikiwa na kuishi maisha yenye maana. Lakini ukweli ni kwamba si kila mtu hupata mwongozo sahihi wa kufikisha ndoto hizo mahali pazuri. Wengine hupotea njiani wakitafuta njia, wengine hujifunza kupitia maumivu na makosa, na wachache sana kupata hekima mapema kabla maisha kuwafundisha kwa njia ngumu. Hii ndiyo safari ya Hidden Gold. Karibu katika simulizi nzuri inayomhusu Baraka pamoja na Jamali. Simulizi hii itakufundisha, itakuelimisha kuhusiana na mambo ya maisha. Ni jioni moja tulivu mtaani, vijana wawili walikuwa wamekaa pembezoni mwa barabara wakitazama watu wakipita. Watu walikuwa narudi nyumbani kutoka kazini, wengine wakionekana kuchoka, wengine wakionekana kuwa na haraka ya kufika wanapokwenda. Miongoni mwao alikuwa ni Baraka na rafiki yake Jamali. Jamali alivuta pumzi ndefu kisha kusema kwa sauti ya kuchoka, "Baraka, mimi nimeshachoka na maisha haya kusubiri. Kila siku ni ndoto tu, pesa hakuna, nafasi hakuna." Baraka alimtazama rafiki yake kwa utulivu, akifikiria kidogo kabla ya kujibu. "Lakini lazima kuna njia Jamali. Haiwezekani maisha yawe hivi milele." Jamali alicheka kidogo, lakini kicheko chake kilikuwa na uzito wa ukweli fulani ndani yake. "Njia zipo, ila si safi." Wakati wa mazungumzo yao yakiendelea, msichana mmoja alipita karibu nao. Alikuwa ni Naima. Alikuwa akitoka kazini. Alisimama karibu nao kisha kuwasalimia. "Baraka, bado mpo hapa?" alisema kwa tabasamu dogo. "Wakati mwingine nahisi vijana wengi tumepoteza muda mwingi sana tukisubiri maisha yatubadilikie." Baraka alimwangalia kwa udadisi. "Na unaonaje Naima? Unadhani mtu aanzie wapi?" Naima alifikiria sana kwa sekunde chache, kisha akasema kwa utulivu, "Watu wengi wanatafuta pesa kabla ya kutafuta mwelekeo." Karibu nao kulikuwa na mzee mmoja, alikuwa amekaa kimya muda wote akisikia mazungumzo yao. Alijulikana pale mtaani kama Mzee Bucho. Hatimaye aliamua kujiunga na mazungumzo yao. "Vijana," alisema kwa sauti ya utulivu iliyojaa uzoefu, "tatizo lenu si ndoto. Tatizo ni ramani ya maisha. Watu wengi wanataka kufika mbali, lakini hawajui waende wapi." Maneno haya yalileta kimya kidogo. Baraka alionekana kufikiria sana, kisha akamuuliza kwa heshima, "Mzee, kama mtu ajue aende wapi, afanye nini?" Mzee Bucho alimtazama kwa makini, kisha akasema polepole, "Maisha yana siri moja kubwa. Ukikosea marafiki, utapoteza miaka. Ukikosea maamuzi, utapoteza maisha." Jamali alitikisa kichwa kidogo kana kwamba bado hajaridhika na majibu hayo. Lakini mzee alisema, "Dunia leo si rahisi. Watu wanatafuta pesa haraka." Mzee Bucho alitabasamu kidogo kisha akajibu, "Pesa ya haraka mara nyingi huja na gharama kubwa maishani." Wakati huo huo, mtoto mdogo aliyekuwa karibu nao alisimama. Jina lake alikuwa akiitwa Aminieli. Alimsalimia Mzee Bucho kwa heshima. "Mzee Bucho, shikamoo." "Marahaba mwanangu," mzee akajibu baada ya salamu. Aminieli aliwaangalia wote kisha akauliza swali lililowafanya kila mtu anyamaze. "Hivi kwa nini watu wazima wengi wanasema wanataka maisha mazuri, lakini wanafanya mambo mabaya?" Kimya kizito kilitanda muda mfupi. Mzee Bucho alicheka kidogo kisha akasema kwa hekima iliyotulivu ndani yake, "Kwa sababu watu wengi wanajua wanachotaka, lakini hawajui wanapaswa kufanya nini ili kukipata." Hapo ndipo safari ilianza. Baraka hakujua kwamba mazungumzo hayo ya jioni yangemfungulia mlango mpya wa kuelewa maisha, lakini pia hakujua kwamba baadhi ya marafiki zake wangechagua njia zipi tofauti, njia ambayo ingeleta matokeo mazito siku za baadaye. Je, unataka kujua marafiki zake na Baraka walichagua njia zipi? Usikose kuungana nami katika safari hii ya Hidden Gold.